Bwana, tunaenda sasa rasmi kuiangalia kambi ya siri ya Ibrahim Traore. Bwana, unaambia kwanza Ibrahim Traore ni kiongozi wa Afrika ambaye analindwa zaidi. Na nilishawaambia nitawaletea kinaga ubaga mkajue baadhi ya sehemu ambazo Ibrahim Traore alikuwa anaziishi na kufanya nazo kazi. Basi leo hii mtaenda kujitazamia kinaga ubaga kambi ya siri ya mwamba ambayo ameitengeneza, ambayo watu wengi wanatamani kuijua. Huyu ndio Ibrahim Traore. Ibrahim Traore, kwa sababu ukizungumzia Ibrahim unamzungumzia ni rais na president wa Burkina Faso ambaye utawala wake madarakani aliingia kwa njia ya kuipindua nchi, yani nikiamini kumdondosha kiongozi aliyoko madarakani na mwisho wa siku kuibeba nchi kuwa chini yake. Ibrahim Traore bwana ametengeneza kambi ya siri. Kama mnavyoona, huyu ni baadhi ya eneo ambalo limetoka leo, na baada ya yeye kutembelea katika hicho kijiji chao ndo aligundulika kwamba ana kambi ya siri amejenga katika eneo hili. Amejenga kambi kubwa sana ya siri. Ukitazama huko kote ni milima tu, ukitazama huko kote ni milima. Hii ni clip ambayo tumerushwa na baadhi ya mwenyeji wetu ambaye yupo eneo la Burkina Faso. Basi utatambua kwamba kiongozi huyu ana kambi kubwa ambayo aliweka kwa ajili ya kulinda na kuilinda amani ya nchi. Afrika zima unajiuliza kwa nini kiongozi huyu amekuwa pendwa sana kwa watu kulingana na msimamo alionayo, yani nazungumzia ile powerful unity alionayo yeye peke yake, pia kuingia madarakani pasipo na shida ya aina yoyote. Nilikaambia kwamba kuna kambi, ukitazama ngambo ya kule utaona kambi kubwa sana unavyoiona. Ile ni eneo la kambi ambalo Ibrahimu ameshaijenga kwa ajili ya secret mission na secret unity kwa ajili tu ya kuweza kumlinda yeye mwenyewe. Kiongozi huyu baada tu ya kuingia madarakani aliweza kujiimarisha kwa ulinzi. Kumbuka ni kiongozi ambaye kwanza kabisa anatembea na bastola yake ikiwa kwenye paja. Je, jiulize kwa nini Ibrahim Traore ameamua kutembea na chombo kama hicho na kikiwa kwenye paja, wakati tunavyojua siku zote silaha huwa inafichwa. Lakini yeye ni kiongozi, yeye anajiita kwamba ni kiongozi wa amri jeshi. Amri jeshi maana yake ni kwamba silaha yake muda wowote anaitumia. So wewe ambao hujasubscribe na kuomba kwanza bonyeza alama ya subscribe hapo chini, kisha utabonyeza alama ya kengele ili kupata notification punde habari zetu zinapokuwa hewani. Kumekuwa na utata mkubwa na kujiuliza, lakini mwamba ameshajijengea ngome ya siri. Unaambiwa kwamba kwa viongozi wa Afrika ukimtoa Muammar Gaddafi ambayo mpaka leo wa Libya wanamlilia, hakuna tena kiongozi mwingine ambaye ametokea. Ndio hivyo kwamba amejilinda kwa wote. Tunavyojua kabisa Marekani ni moja nchi ambayo huwa inakuja na vitisho vya hali ya juu na muda mwingine kusumbua watu kulingana na pale inavyokuwa tu madarakani. Haya ndo maisha ambayo viongozi wengi wa Kiafrika huwa yanawafilisha. Lakini Ibrahim Traore yeye ni kiongozi ambaye ameingia tu madarakani na moja kwa moja na kuweza kuiweka ngome yake imara. Nikimwambia ngome imara na maanisha kwamba ni ngome ambayo haijawahi kukutwa na mtu yoyote, na hakuna kiumbe wa aina yoyote ambaye ataweza kuivamia hiyo kambi. Haya ndio mafupi tu ambayo napenda uyajue kabla sijakuonesha kambi rasmi. Kambi ambayo Ibrahim Traore anakaa, maeneo yote na kuonesha kinaga ubaga eneo lote ambalo Ibrahim Traore anakaa na mwisho wa siku kuilinda nchi yake. Unaambia bwana, hii dunia usipotaka kwenda wezako wataenda. Mwamba alivyoingia tu madarakani, ukumbuke yeye ndo alijiteua ndo waziri mkuu na ndio rais mkuu. Sasa jiulize, mtendaji wa nchi ni nani? Tumeshazoea katika nchi nyingi kwamba lazima kuwe kuna mtendaji wa nchi, na huyo mtendaji wa nchi siku zote huwa anakuepo kwa niaba tu ya kuilinda nchi, na waziri mkuu huwa anakuepo kama mtendaji mkuu wa serikali. Haya ndio mazoea ya nchi nyingi. Lakini yeye baada ya kuingia tu madarakani, mwamba kwanza aliwaambia watu kwamba yeye ndo waziri mkuu na yeye ndo rais. Hakuna mtu atakaye kuja kujaribu hata
kuibomoa nyazifa yake bwana Ibrahim Traore. Ukiangalia hili eneo bwana, unaambiwa ni eneo ambalo la kijeshi. Yeye Ibrahim Traore amelitembelea mara nyingi sana kwa ajili ya kuikagua na akiwa na wanajeshi wake. Ukiambiwa bwana, hii dunia watu wanahitaji userious na vitu vingine, ndio ujue kwamba Ibrahim Traore ni kiongozi pekee ambaye aliwahi kutengeneza kambi kubwa kama hii, na hii hapa ndo kambi yenyewe. Nataka nikuoneshe maeneo kama haya thabiti kabisa kama unavyoyaona. Je, wewe unahisi ni nini ambacho kimekujwa kutengenezwa katika hii dunia? Ndio ujue kwamba kipindi wenzako wanajadili mambo mengi, wewe bado unawaza hao kivipi. Hili ni eneo ambalo wanajeshi sasa la secret, ambalo wajeshi wengi huwa wanakuja kufanya mazoezi pindi wakiwa wanahitaji kumlinda Ibrahim Traore. Na kutazama hadi mwisho, mtazamaji, nitakuonesha kinaga ubaga maeneo yote ambayo ili eneo kwanza kabisa lina maji. Mtazamaji, lina maji kwamba nikimaanisha nini? Lina sehemu ya unyevu wa maji ambalo panakuwa special kwa ajili ya kazi tu za hawa mabwana, kwa ajili ya kazi ya Ibrahim Traore. Akija huku wanakuwa wanafanya shughuli zao za kijeshi. Utayaona maji ni mengi, nitakuonesha kwamba ndio ujue wenzetu wapo serious na haya maisha kipindi wanatenda. Na nishakwambia maji ni mengi. Najua wengi hamtaamini. Mnaona ili eneo ambalo lina maji, hili ndo bwana Ibrahim Traore wanakuja kufanya kazi zake, important activities na important work kwa ajili ya kuweza kuilinda amani ya Burkina Faso. Sasa tumeshazoea kwamba kiongozi kama yule akiingia madarakani kwa kuipindua nchi, Marekani huwa wanakuwa wapo very fast na kwa ajili ya kuikomboa. Naomba mtazamaji utazame kwanza lile eneo lenyewe la kambi. Kambi ni ile pale, mtazamaji. Nitafika hadi pale. Kikubwa wewe ambaye subscribe, kumbuka kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili kupata notification punde habari zetu zitakapokuwa hewani. Ukilitazama eneo la juu ni kambi ambayo tayari iliwekwa vizuri kabisa kwa ajili ya mission mbalimbali na kwa ajili ya activities. So wewe ambaye unanifuatilia unaweza ukawa una subscribe ili kupata notification punde habari zetu zinakapokuwa hewani. Kwa hiyo ukitazama mambo mengi juu ya huu mlima, ni eneo ambalo wanajeshi wake wanakaa. Tayari wanaandaa vifaa. Unaambiwa kumbuka jamaa mwamba alishawahi kumjibu Donald Trump kwamba anytime ukihitaji kukiwasha na mimi nitakuwasha. Sisa sahau popote, ukihitaji kukukuna nitakukuna. Kiasi kwamba kama atajaribu hata kuthubutu kurusha bomu la aina yoyote, basi atamfanyia kama yale anayefanyaga North Korea. Alafu la kuambia ni kwa tunafanya majaribio ya vifaa vyangu. Bwana, hii ndio Ibrahim Traore, mwamba kabisa wa Afrika, mwamba pendwa ambaye wa Afrika wengi wanampenda. Je, unahisi kwa nini kiongozi huyu amekuja kuwa kiongozi pendwa? Kumbuka kabisa kwamba ni kiongozi kijana. Kumbuka ameingia madarakani akiwa na umri wa miaka 29. Sasa niambie, 29 anaiongoza Burkina Faso, saizi ambayo imeendelea kwa kasi ya juu na viwango vya juu. Nimeshakwambia hile pale ni kambi yenyewe. Ni kwa mbali kidogo na kuonesha tu kwa sababu ili utazame kwamba watu wanajisatiti. Watu wametengeneza. Ngoja naomba ni zoom kwa kidogo. Hapo unaambiwa ndo jeshi lenyewe linapokaa la huyu bwana Ibrahim Traore. Je, wewe unahisi ni nini kinapelekea? Afu kitazama hili eneo ndo la kijeshi ambayo linafanya. Wewe unahisi ni nini? Ikumbukwe Afrika inatokea na viongozi mbalimbali na viongozi wote ambao huwa wanakuwa na powerful way na ile nguvu ya kidunia. Naamini mmejifunza vya kutosha. Mimi naomba dondoshe comment yako hapo, uniambie kijana mdogo ameingia madarakani, anapendwa sana Afrika. Afrika zima zinamtazama. Kizungumzia alienda juzi kati Ghana, mtazamaji, tulifuatilia vizuri kabisa katika channel yetu ya Amazing TV. Bwana huyu alivyofika Ghana ilisimama kwa dakika kadhaa. Ikumbukwe pia mwamba ana ujio mpya wa kuja Tanzania. Bwana, mimi sitapenda kukosa kwenye hiki kitu kwamba siku ya huyu mwamba akitua Tanzania, naishi Tanzania itatetema kwa muda masaa kadhaa, kwa sababu mwamba ana nguvu na powerful ya kutosha.
Naamini umejifunza kitu chochote. Dondosha comment. Kwa nini amekuwa pendwa? Kwa nini amekuwa na kambi kama hizi za siri ambazo zipo? Bwana, tunakuonesha tu kwamba baadhi ya maeneo haya maeneo watakiwa watu wote kufika. Tunakuonesha kwa sababu ujitazamie mwenyewe, juu mpaka chini eneo la kambi. Kuna mawe ya kutosha, vijana wananyanyua. Powerful. Je, kwa nini sasa amekuwa pendwa? Yani hilo ndo swali. Kwa nini amekuwa akitazama Afrika? Wengi wanapenda sana kuwa kama Ibrahim Traore. Bwana, tazama juu chini, huku kote ni imagine hili ni bonde lipo chini. Yani hapa nipo ndani ya shimo ambalo wanafanya kazi na very different activities watu wa Burkina Faso. Mwamba Traore akizidi kuipeperusha bendera. So wewe ambao hujasubscribe na kuomba uweze kusubscribe, comment ili kupata notification soon habari zetu zinavyokuwa hewani, kwa sababu nitakuwa nakuletea habari hizi za Ibrahimu kwa wiki angalau mara 2 ili ujue bwana Mwamba katega. Hii ni video clip fupi ambayo tulitumiwa na baadhi ambao wapo huko Burkina Faso wakituonesha maeneo mbalimbali ambayo kambi asili ya bwana Ibrahim Traore, ukimzungumzia mwamba wa Burkina Faso, mwamba wa Wagadugu. Unaambiwa Wagadugu huo mji hatari, unakuambia hata hivyo. Kwa hiyo so jaribu wewe ambao hujasubscribe, kumbuka kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili kupata notification punde habari zetu zitakapokuwa hewani. Mimi naweza nikakwambia hivi, hii dunia inahitaji userious. Mwamba aliingia kwa kujiamini na sasa ameiweza. Milima yote ya Burkina Faso unaambiwa imetawaliwa na yeye tu. Je, wewe hutamani kuja kuwa na kiongozi kama yeye? Je, wewe hutamani siku moja na wewe uje kuwa kiongozi kama Ibrahim Traore? Kama unatamani basi dondosha comment yako. Tunaamini Afrika. Kumbuka Mwamba ameweza kuiunganisha Afrika. Ameweza kuziunganisha, wameweza kuitengeneza dola yao wenyewe. Bwana, wewe ambao hujasubscribe na kuomba uweze kusubscribe ili uweze kupata notification soon habari zetu zitakapokuwa hewani. Ameweza kuitengeneza dola ya nchi za Northern Africa. Ameshaweza mwenzetu, ameunganika saizi Ghana, umezungumzia Burkina Faso, unazungumzia na nchi nyingine. Amegundua gari la umeme nchini kwa na akalitambulisha na kuliweka public. Kwa nini tusimpe maua yake Mwamba kama huyu? Kwa hiyo tunaamini katika uji wake utakuwa mkubwa zaidi. So kikubwa mimi nimekosha kwambia utaungana na mimi kinaga ubaga. Na Mwamba unaambiwa wadada wenzangu yupo single, hajaoa, kwa sababu ikumbuke kabisa hata Biblia inasema tuishi nao kwa akili mwanamke, kwa sababu ndo kiumbe pekee ambaye anaweza akakunyoshia maisha au akapindisha maisha yako. Hilo naamini na wewe utambue na kujua. Pia ukaambiwa kabisa baada ya mtu mzima Mwamba na nusu Samson kutoa siri. Je, hizo siri walizipataje? Walimtumia mwanamke, na kweli akasema kwamba mkinikata nywele zangu mtaweza kuiangusha ngome. Na ni kweli baada ya kukata nywele waliweza kumwangusha na kumpiga vibaya mno. Je, kwa nini unahisi Mwamba yupo single? Boy, mimi nakuacha na kuambia hivi, kwenye kipindi hiki basi aliyoko nyuma ya speaker unaweza kumuita untouchable, amazing, Mr. Amazing.